Hello, wana wa Afrika, Ubuntu Bantu, mimi ni Chionda wa Chionda, Chifu Chionda wa Chionda. Niko na Grandi Matuta El Kabulani, mlinzi na msimamizi wa mila za Waafrika. Katika Afrika hii ya generation ya kizazi cha Gen Z, msimamizi wao ni Grandi Matuta, kwenda kuwatoa katika fikra za mitandao, fikra za vitabu, fikra za elimu ya kikoloni. Sasa tunarudi katika mila zetu. Karibuni sana, mimi ni Chionda wa Chionda. Karibu Master Matuta. Asante. Kama alivyotangulia kuzungumza Chief Chionda wa Chionda, lakini mkono wangu wa kushoto ni naye pia, manake naye anakwenda kuingia kuwa moja kati ya machifu wa kabila la Wasafa Mbeya. Labda ajitambulishe. Karibu. Mimi kwa jina naitwa Wane Salimu Mgaya, lakini jina la mila yangu desturi. Wane sio jina la kimila la dini, ni jina la kimila ambalo linatumika na ukoo kutoka mkoa wa Mbeya, kabila la Wasafa. Watu wengi sana wanajua mkoa wa Mbeya ni Wanyakyusa, makabila mengi. Wenye mkoa wa Mbeya ni kabila la Wasafa, ila wanaishi milimani. Ndio maana yake Wane, mwanao Wane, yani wangu, kwangu. Kwa hiyo napatikana niko na Grandi Matuta. Kwa hiyo tuko pamoja kuzungumzia mila, desturi na utamaduni. Zinapotea, kwa nini zinapotea? Mbona wenzetu bora wanazing'ang'ania? Kwa nini sisi tusiwezi kuzing'ang'ania? Tatizo ni nini? Kwa hiyo mimi nashukuru sana kushirikiana na wenzangu hapa. Mengi yote nakabidhi wewe mwenyewe, majukumu yote nakabidhi mwenyewe. Sasa kwa sababu nilioko katikati ndio msimamizi wa majukumu haya, nina mjadala wa watu hawa, ndugu zangu hawa. Ni kipindi ambacho kimeanza kwenye mikono yangu. Ninatambua kwamba kuna machache ambayo yanahitajika na upanuzi zaidi, kama nilivyokuwa mtengenezaji, mvumbuzi, nimeamua kuwavumbua na wengine. Sasa nirudi, nina maswali machache kabla sijaanza kwa Chionda. Nina maswali machache. Wane amekuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya mambo yao kwa kificho, lakini nimeingiliwa kipindi ambacho ni zaidi ya miaka 20. Sawa. Kwa rafiki yangu Norbert Chenga kutoka Muungano, Kapteni Komba tuoti pale Mzigazabu Muungano. Na swali la kukuuliza kidogo. Kwa nini ukuaji wako, kwanza umewahi kwenda kanisani na msikitini? Sio kwenda kanisani wala msikitini. Na ilitokana na kwamba nilipozaliwa mimi nilikuwa mjukuu wa kwanza. Kwa hiyo akasema kwa sababu mzaliwa mjukuu wa kwanza, ukaungana ukoo wa bibi na ukoo wa babu. Ukoo wa babu ni Shipela, ukoo wa bibi si Waya. Ili sasa mjukuu wa kwanza aunganishe, ndio nikapewa Wane. Kwa hiyo nikataza kwenda makanisani kama nitabatizwa, kubadilishwa jina. Kumbe jina la ukoo ndio ambalo nataka linde koo zote mbili. Kwa mpaka sasa hivi akifariki mtu yote Mbeya, mimi ndio nakuwa mhusika. Lakini babu alishafariki. Kwa hiyo ni jina lililotokana na misimu. Ndio sasa. Wewe huoni wasiwasi ikifikia kipindi ukifa watu watashindwa kujua na kuzika kwa imani gani? Mimi na imani kwamba ni kutishwa tu, kwamba ukifa utazikwa na dini gani. Binadamu yote akifa, wenye maamuzi ya mwisho ni ndugu. Sio dini, sio kabila, wala sio elimu, wala sio maarufu, wala sio serikali. Wenye maamuzi ya mwisho kwamba ndio maana akifa mtu yote anaotoa risala pale ndugu. Sio rafiki, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka na nini. Kwa hiyo mimi na imani nikifa nitazikwa tu. Wewe mwenyewe huwezi kuniacha, yule pale hawezi kuniacha, na rafiki zangu hawezi kuniacha. Ni kutishwa tu. Hata Mungu akifia hapo, huwezi kumwacha. Na moja kati ya swali lingine, na maswali mengi ya kukuuliza, lakini kikubwa ni kutengeneza mjadala wa hichi kipindi ambacho mimi mwenyewe niliamua kukiweka ili kupata mawazo huru. Wa Afrika hatuko huru kwenye mawazo. Tumetoka kwenye biashara ya watumwa, lakini sasa tuko kwenye biashara kubwa ya watumwa. Wane, uliwahi kutoa hii nyimbo ya asili ya Mwafrika ambayo umeelezea mambo mengi sana ya kutambika mizimu. Umeelezea mambo mengi sana ambayo
tukijaribu kuyaangalia kwa sisi wenye upeo mkubwa tunaona ni kweli, lakini kwa faida ya mtazamaji wa kipindi hichi cha Fikra Huru, hebu tueleze kwa nini uliamua kuonyesha asili ya Mwafrika na nguvu inayotumika au nguvu ya mizimu kwenye maisha yako. Ndio. Umesema kwamba wewe uamini kwenye upande wa dini. Mizimu inakusaidia kitu gani? Mizimu kwanza inasaidia vitu vitatu. Cha kwanza kujitambua na kujithamini mimi kama nani. Cha pili kujitambua akili yangu na kuitumia. Cha tatu kuitumia mazingira niliyozaliwa nayo. Sio kutegemea misaada kwamba ukija fulani, wakati Afrika nimezaliwa kuna mazingira yetu. Ina maana mazingira yetu sema nini? Akili nilionayo, mtu mmoja amegundua elimu. Yeye alisoma wapi? Ni mtu ambaye alitumia akili yake ndio akagundua elimu. Kwa hiyo nikagundua kwamba mila, desturi na tamaduni na mzimu nafaa kujitambua vitu vitatu. Kwanza wewe ni nani? Pili, akili yako zalama. Sababu nimezaliwa Afrika, ndio maana kila kitu kiko hapa hapa. Tayari, sio mpaka kitu kingine. Na pili, mazingira. Kuyatumia ile mazingira. Lakini sasa mazingira tuko nazo hivi, mpaka mtu toka ugenini, ndio tuambia hapa tufanye kitu fulani. Sisi maana ni wanyama. Na wakikuuliza mizimu yako inakusaidia nini, utawajibu kwamba hebu tuambie mizimu hiyo, kwa sababu mizimu ni watu walioondoka, watu waliokufa. Sasa watu waliokufa wao wanakusaidia. Unajua ni watu watambui hata kwenye imani zao, hawa watu wanaoabudu kwenye imani zao ni mizimu. Sana mfano hai, nikamtoa mfano baba yetu wa taifa Mwalimu Nyerere, tuna mwendo mpaka leo, ni mzimu kwamba kuna mambo alifanya makubwa, lugha moja, makabila kuheshimiana, serikali haina dini, kuongea lugha moja. Mpaka leo hakuna rais aliyefanya kitu kipya, wote wanatumia vitu hivyo. Kwa hiyo tayari ni mzimu, na ana siku pale tuende magazini, hatufanye shughuli zote. Na wenyewe kwa imani zao zile, kuna siku hawaendi magazini, hawafanye kazi yote. Sikukuu, Pasaka, mwaka mpya, sijui Idi, ni vile vile tu kabla ya mwendo wa taifa. Kwa hiyo nao na siku yako pia unaoienda lazima tu kama maisha. Kwa hiyo bado mizimu ina nafasi kubwa, watu wanaondoka kwenye maumbo ya mwili, lakini kwenye umbo la kiroho bado tuko. Na ukitaka kuona uhalisia, watu wote wanajiva. Unaweza kugombana na mtu au kumtukana mtu. Utashangaa unaenda mahali unakaa peke yako, hujaulizwa na mtu yote. Hivi ilikuweje? Nimemkosea nini yule? Yaani kile kitu unakujutia mwenyewe. Nature yenyewe inafanya nini? Inakuja. Lakini sasa unategemea nikamwambia yule bwana nimemtukana yule, nifanye nini? Sasa nitakusaidia nini? Lakini utakapokaa peke yako, unapata maamuzi yote pale pale. Ngoja nifanye hivi ili kulimaliza nini? Asante sana. Tarudi kwa upande wako mara ya pili. Na lengo kubwa ni kuangalia fikra yako, mawazo yako, uwezo wako uko wapi. Chionda, Ndio master. Umekuwa ni mmoja kati ya watu ambao kwenye mitandao ya kijamii, baada ya create hii Fikra Huru, watu wengi walikuwa wanakutambua, lakini baada ya kuingia Fikra Huru tumeona una wafuasi wengi ambao wanafuatilia kipindi chako. Nini changamoto kubwa unayoipitia baada ya watu kujua wewe una dini, ufungamani na upande wote? Unakutana na matukio gani? Unakutana na changamoto zipi? Changamoto fulani matuta anaweza kutana nazo ni kubwa. Kwa mfano kwenye huko ukienda kwenye message comment wanaita matusi, kuitwa mlevi, kuitwa wewe utabangi, uliokosa una kazi ya kufanya, kaa uvivu ni kwenda kulima, katafute kazi hapa, kwa haya kusaidia chochote. Mizimu wewe inakusaidia nini? Kama alivyoongea bwana wangu, nikawaambia mizimu kama inanisaidia na wewe inakusaidia nini? Mizimu uliokopa ya wageni ambayo haina msaada. Bora mimi mzimu wangu unaujua ulikolala. Wewe mzimu wa yule jamaa fulani unaujua ulipolala. Yule ulioambiwa yeye atakusamehe, atakuwa mlinzi wako mbele wakati naenda kwenye janna au pepo. Wewe unamjua alikolala. Kimi mzee Chionda alipo naenda pale na kaji wa kaburi lake, naomba nafagia na kama alikuwa anakunywa vipombe na kumwagia, kama alikuwa kaziko na dini yake basi anaendelea na dini yake, lakini mimi nakumbuka legacy yake, utukufu wake na damu yake, kwa sababu yeye na mimi ni damu moja, roho ni moja. Yeye ameondoka katika mwili, sasa amebaki roho ambayo ndio inaniongoza mimi. Tukiangalia hii generation tuliyokuwa nayo sasa hivi,
kwa mambo haya inaonyesha umewaacha mbali, kwamba haya mambo yalikuwa ni ya zamani sana. Haya mambo yamepitwa na wakati. Haya mambo kama waliyafanya kina Farao, na kina Farao ni watu ambao walikuwa hawana dini, watu ambao walikuwa hawana imani, walikuwa hawamwamini Mungu. Kwa hiyo wako watu kama wewe ambao walipita walisema hakuna Mungu, wako watu kama wewe walipita walisema hakuna dini, hawakuamini ya kwao. Je, kwako wewe maneno ya namna hii na tafsiri ya namna hii na kuafiki kwa namna gani? Mimi Gani Matuta, mimi kwa kawaida yale maneno niliyategemea wakati naanza shughuli zangu. Kutolewa samani kwa sababu watu wamelishwa, wameingizwa kwenye wako jela miaka mingi. Kwa hiyo mtu aliyokojela miaka mingi, Gani Matuta, kumpa idea mpya au idea iliyofichwa unaiweka wazi, ambao wao kuipata kwao ni kazi ngumu, lazima wasikuelewe. Ila lakini toka nilikotoka hadi sasa hivi katika komenti 100 basi zitakuwa mbaya ni 20, 70 zitakuwa tunaenda nao sawa. Kwa hiyo elimu inafika mahali pake tunapohitaji. Elimu inafika, kuna mwamko wa watu wanaamka kwenye fikra huru. Na watu wananipigia na simu. Mfano mdogo, kuna kijana mmoja simtaji jina, ananiambia nitunzie jina langu Bwana Chionda. Toka nipate elimu yako nilikuwa natafuta kazi miaka 4. Na endapo watu wakikuuliza, maana umesema wewe kufungamana na sehemu kweli unaabudu mizimu. Je, mizimu ina sehemu ya kuabudia au kuna mahala ambapo watu wakiamua kukufuata wafuate hiyo imani yako, kuna sehemu maalum ya kuwapeleka ili waungane na hiyo imani yako, au ni maneno tu ya kuzungumza, yakiisha maneno haya basi iwe ni kama umetafuta wafuasi na watu wengine? Kuna mahala rasmi ambapo Mwafrika akitaka kwenda kuabudu anaabudu hiyo mizimu? Ukitaka kuchagua kuungana na sisi, mimi na Gani Matuta, tutakuonyesha njia ya kuabudu na sehemu pa kuabudia papo. Lakini kama unataka kufanya ya kwako ya haraka haraka, mtafute mtani wako nyumbani kwako akuongoze ufanye ibada zako fupi fupi. Lakini ukitaka ibada ndefu kama vile mbuzi unanunua, unapewa maelekezo ya vitu vya kununua, unaleta na vitu tunavyohitaji kama vile majina ya wazee wako, koo zako zikoje, taratibu zenu mnafanyaje. Sisi tutachukua taratibu zenu zote, tutazijua makabila yote. Kwa hiyo tutakupeleka katika, tutakufungua kukutoa kule. Wao wanasema wanatia maji, sisi hatutii maji, sisi tunabatiza kwa moto. Tunakubatiza kwa moto, unarudi kwa mababu zako. Maana tukikutia moto tumeondoa uchafu wote uliopewa kutoka magharibi na mashariki. Asante. Narudi kwako chifu ajaye wa Wasafu Bwana Wane Star. Nini faida za kuabudu mizimu au kufanya mila na tamaduni za waliotangulia? Faida yake kubwa ni faida ya kwanza ni kujitambua. Unakuwa unajitambua na kujithamini. Ndio faida yake kubwa. Faida yake kubwa kwanza kujitambua na kujithamini. Sababu ukijitambua lakini kujithamini. Umeshawahi kupata matokeo yoyote kuhusiana na maombi ya mizimu? Mimi kama maisha mazuri, gari, vitu vya kidunia hivi. Mimi au inakusaidia kwa namna gani? Mimi sizungumzii kwenye utajiri. Hiyo nimekumbana na changamoto nyingi. Kwanza kutengwa na hizo imani. Lakini kutengwa na kuja kuwashinda watu wa imani. Nimezunguka nchi 58. Nimekwenda Marekani, nimekwenda Israeli. Wao hawatambui sisi kama wanatambua kama Waafrika. Wanasema tunataka mfanye kitu cha kutoka Afrika. Kile sisi tunaenda na suti, mtu tena mvaa na kanzu. Wazungu tumeandaa kitu kuhusu culture. Na nyinyi ndio na nini? Tunaanza kuona nini? Watu wanakuwa mazuri. Kwa maana kwamba mimi sijakimbilia utajiri, ila mafanikio ndio kufanikiwa nimefahamika sana kimataifa. Na kuheshimika sana kimataifa. Wizarani, serikalini. Kwa hiyo pia nimeridhika, lakini sijafanikiwa kuwa na uwezo wa kufanya kipato kikubwa na kufanya maendeleo hapa. Kupitia muziki wako ambao unatoa ujumbe kwa ajili ya kuelimisha wa Afrika waamini kwenye nguvu zako, ni changamoto gani ambazo umezipitia? Kwanza mafanikio nilivyotoa nyimbo, mara ikachaguliwa kugombea ubingwa wa Afrika. Wakashangaa redio zote, TV zote, anagombea ubingwa wa Afrika wakati kuna Sikinde, kuna Msondo, kuna bendi zimeanza kazi.
Kumbe wao wanataka wenyewe, tuzo za Afrika wanataka utume CV yako, muziki wako na video. Sasa unakuta kwenye video umevaa kacha, kwenye picha umevaa kacha, video ya kacha, nyimbo umeimba kacha. Hao wengine wanatuma umevaa suti, umevaa machini, umevaa, unakuta hapa kuna nini? Hakuna uhalisia. Kwa hiyo kashinda ubingwa wa Afrika. Korea ubingwa wa Afrika. Korea award. Korea. Maana kashinda WCO, World Catch Open, Korea. Maana kashinda Afrika. Marekani. Hiyo. Maana kashinda UNESCO World, Faransa. Ikaja kuvunja rekodi baada ya kushinda tuzo za Emirates Catch, nchi za Kiarabu. Kwa hiyo mimi nchi za Kiarabu zaidi siendi na passport. Nenda na kadi. Imeandikwa Emirates Catch. Kwa hiyo wao wakrio wanataka kacha moja kwa moja. Na ndio ndio za kacha. Kwa hiyo sisi ndio mafanikio yangu, lakini hadi mafanikio lakini kikubwa sina mafanikio makubwa ya maendeleo, lakini hayo pia ni mafanikio. Kutambulika ni mafanikio, kuheshimika ni mafanikio. Ndio sasa maana mafanikio nimeweza kufundisha Miss Tanzania kutumia kacha. Ukitaka kacha, maana Tanzania unataka kacha. Nimefundisha Miss Tanzania miaka 27. Hao wanasikia wasanii wakati wote wamemamisi wote, kama kina nani, Wema, Ante Ezekieli, Alinyoya, Jacqueline Wolper, mpaka Mtemvu, imeishia Mtemvu miaka 27. Kwanza kumfundisha, wanataka kujitambua, mtundu, mjanja, kujiamini. Hawezi kama mlemba ajiamini, hawezi kama mlemba atambue maadili yake. Kwa hiyo ndio kwa nafundisha vitu hivi. Asante sana. Basi kupitia kipindi hichi cha Fikra Huru za Mwafrika, naitwa Matuta Arekeburani, kiongozi wa mila, desturi na itikadi za mtu mweusi. Tuonane tena kwenye kipindi hichi. Sasa kipindi hichi kitakuchukua kama una maoni, una maswali, unahitaji kuyajua mengi yanayohusu asili ya mtu mweusi, matambiko, mizimu, ibada za ndani za Mwafrika. Basi yako mawasiliano hapa, unaweza kufuatilia vipindi vyetu vinavyokuja.